Diplomasia ya Chama cha Mapinduzi. Taswira ya diplomasia ya Chama cha Mapinduzi ndani na nje ya taifa imekuwa ikichukuliwaje? Taswira ya Chama cha Mapinduzi katika taifa letu na nje ya mipaka ni chama ambacho kimekuwa kikichukuliwa ni chama bora chenye mfano ambacho kinaendeleza demokrasia ndani yake na nje. Kwa maana ya nje ni kwamba namna gani kinasimamia serikali. Sasa tunaweza tukaangalia mahusiano ya Chama cha Mapinduzi na chama cha ANC, African National Congress. Haya ni mahusiano makubwa sana. Wa Afrika Kusini wamekuwa kiiga Tanzania kupitia kwa Chama cha Mapinduzi kama chama mama ambacho kinaendesha misingi yake kwa demokrasia, na viongozi wake wamekuwa kirisishana kwa demokrasia pasipo na vurugu, pasipo kuleta machafuko. Tunakuja kuangalia chama cha Ethiopia, EPRDF, Ethiopian People's Revolution Democratic Front, ambapo tunaangalia mwaka jana mnamo Oktoba 8 waliweza kukiarika Chama cha Mapinduzi, ambapo ndugu Humphrey Polepole aliweza kukiwakilisha Chama cha Mapinduzi. Hii yote ni heshima ya Chama cha Mapinduzi katika mataifa mengine nje ya mipaka ya Tanzania. Tunakuja kuangalia alliance between muungano uliopo kati ya Chama cha Mapinduzi na chama cha Communist Party of China. Chama cha Mapinduzi cha China cha kikomunisti ambacho ndio kinaongoza serikali mpaka leo. Sasa unaweza kaangalia namna gani kwamba vyama hivi ambavyo vinaongoza serikali zao huko vinakuwa na mahusiano mazuri na Chama cha Mapinduzi, na wao kuwa na mahusiano mazuri ya serikali na serikali ambazo vyama hivi vinasimamia, na kuleta ushirikiano mkubwa sana katika sekta mbalimbali za kiuchumi, za kiafya, za kiutamaduni. Sasa namna gani tunaenda kuitengeneza taswira hii? Nasikitika sana kwa sababu moja. Chama cha Mapinduzi ambacho kina wanadiplomasia wakongwe, lakini leo hii wanadiplomasia wakongwe hawa wanajikuta kwa sababu mbili tatu, aidha za uroho wa madaraka, kwamba waliamini wao ndio lazima wawe. Hao wamepelekea kuanza kutamka hata kauli ambazo si nzuri. Nasikitika kwa kauli, kwa audio ambayo imekuwa kitembea ya Mheshimiwa Bernard Camillus Membe akisema kwamba chama kimepasuka kama kanga katikati. Nikufahamisha tu ndugu Mheshimiwa Membe, kwa heshima ya diplomasia uliokuwa nayo katika mataifa mbalimbali hapa, hukupaswa kutamka kauli kama hiyo. Kwa heshima ya diplomasia ulioitumikia zaidi ya miaka 30 na kuendelea, hukupaswa kutamka kauli hiyo. Ningeomba ni wakati ambao ungeweza kuitumia diplomasia yako na experience ya diplomasia yako ya kimataifa kukiweza kukisaidia Chama cha Mapinduzi kikasimama imara kidiplomasia kwa kuunga jitihada zinazofanywa na Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli, na ukaweza kutengeneza taswira nzuri ya kwamba Chama cha Mapinduzi kina wanachama wanaokuwa na mshikamano, kina wanachama wanaoelewa dhamira ya kuitumikia nchi, kina wanachama ambao si wapotofu, kina wanachama ambao hawana tamaa, kina wanachama ambao ni wavumilivu na wastahimilivu na kukubali kwamba ukikosa leo, kubali alopata kapata, ungana naye, mshirikiane, muweze kufikia malengo kwa pamoja. Kwa sababu leo hii ukitamka kauli za kukitenganisha chama, leo hii ukitamka kauli za kuvuruga chama, kumbuka wewe una watoto umewazaa, watahitaji kuishi katika nchi hii ya Tanzania ambayo inahitaji amani ya kudumu, inahitaji maendeleo endelevu, inahitaji mshikamano wa Tanzania, na inahitaji mshikamano wa Chama cha Mapinduzi miongoni mwa wanachama wake. Viongozi, narudia tena, viongozi mliopewa dhamana, kipindi chenu mkakitumikia mpaka mwisho, basi mkubali zama zenu za utumishi zilikwisha. Kwa sababu kauli ya Mwalimu Nyerere inayosema cheo ni dhamana,
ni kwamba ile dhamana yako uliyopewa kipindi kile na watu wakakuheshimu, watu wakakunyenyekea, watu wakakutukuza, watu wakakusujudu, ikishakwisha basi kubali ile inahamia kwa aliye na dhamana ya sasa. Kubali tu, jua lishazama, inahamia kwa dhamana ya sasa. Hivyo inakupaswa na wewe ukawa mnyenyekevu na mtiifu, ili na wewe chama kiendelee kukuenzi, serikali iendelee kukuenzi, serikali iende kukuona wewe ni mtu wa maana, kuendelea kukutumia hata kwa ushauri. Na si haya mnayoyafanya sasa hivi, kuzungumza kwenye audio, mnazungumza huku chama kimepasuka, mwingine mara yani nakwambia ni balaa tupu, mwingine mpaka mnamkejeli mheshimiwa rais. Ndugu zangu, ngoja niwaambie, nchi hii ni kubwa. Nchi hii ni ya Watanzania, niwakumbushe, nchi hii ni ya Watanzania. Nchi hii mnayoiona hii hapa ina wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaotoka kila kona ya nchi, kila mkoa wa nchi hii, kila wilaya ya nchi hii, kila kata nchi hii. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi wapo. Msizani Chama cha Mapinduzi ni cha watu fulani tu maalum wanaokaa Dar es Salaam au waliokuwa kutumikia nafasi fulani. Nafasi hizo mnazojivunia leo zinatokana na kula za hawa mnaowapuuza kuwaona wanyonge, ndio waliwapigieni ninyi kuwapa dhamana. Ndugu zangu wana Chama cha Mapinduzi, nakumbuka tuilinde diplomasia ya chama chetu cha Mapinduzi, tuilinde diplomasia ya nchi yetu ambayo imekuwa ikiheshimika kimataifa. Labda niwakumbushe kitu kimoja. Kwa nini naumia mwanadiplomasia mkongwe kama Bernard Camillus Membe kutamka kauli, kuingia katika mkumbo huu? Huu si wakati wa kufukua makaburi, lakini mkiendelea kuchokonoa makaburi yanafunuka. Kwa nini msinyamaze? Mbona mhenga wetu mheshimiwa JK kamaliza muda wake, katulia, hatumsikii akiingia kwenye purukushani za namna hii? Kakubali yeye alifanya kwa wakati wake yale yalipofikisha nchi, alitenda na tulimpongeza. Bwana umetumikia, basi hapa tunaomba twende kwa kasi sehemu nyingine. Na yeye mwenyewe kwa kauli yake wakati akimnadi mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli alisema, mimi nilikuwa mpole na waletea chuma hiki. Kauli yake ile ndio Magufuli anayeishi. Na nasema kama kuna hujuma zinatembea nyuma ya kauli zile, basi Mwenyezi Mungu ataendelea kusimama na rais wetu mpendwa Dr. Joseph Magufuli. Natoa rai, diplomasia ya Tanzania iheshimiwe. Hii ni mibaya kwa maana ya kwamba wanaoleta misuguano hii ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wanaoleta misuguano hii ni wanadiplomasia wakongwe walio na majina katika mataifa mengine, walio na majina katika mashirika makubwa ya kimataifa. Sasa kwa nini nasema ina madhara? Kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndio kinaongoza serikali. Kama Chama cha Mapinduzi, ni rahisi kwa huyu mwanachama ambaye amekengeuka, alijiona yeye ndio maalum, alitaka kupewa ile nafasi, kuanza kuitangaza serikali yake ambaye anasimamia chama hicho cha kwake vibaya katika diplomasia ya kimataifa. Hii ni taswira mbaya na naikemea. Haipaswi kuendelea. Akina Membe watulie, waangalie professional zao zinawaambiaje, ethics za taaluma zao zinawaambiaje, ili warudi kuisaidia nchi ipige hatua, sio nchi irudi nyuma. Tunahitaji kusonga mbele. Magufuli anatosha tu. Serikali zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilizopita, kuanzia ya Mwalimu Nyerere, ya Mzee Mwinyi, ya Mzee Mkapa, ya Mzee Kikwete, zote zimekuwa na mafanikio makubwa, isipokuwa tu speed ya mafanikio zimekuwa zikitofautiana. Kwa diplomasia ya Tanzania na serikali hii ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli, namchukulia Dr. John Joseph Pombe Magufuli kama mwanasiasa mmoja na rais mmoja mwenye kutokea Afrika nchini Burkina Faso, anaitwa Thomas Sankara. Thomas Sankara wa Burkina Faso aliweza kupewa nchi ndani ya miaka minne. Alifanya mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, kilimo, kiuchumi. Burkina Faso ikashamili, ikanawili, lakini kikulacho kinguoni mwako. Kama ndani ya Chama cha Mapinduzi ambavyo kikulacho kimo humo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Alitokea bwana mmoja anaitwa Blaise Compaoré, ambaye unamfananisha na baadhi ya wanasiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Wanafanana hata sura na matendo nayo yameanza kwa hivyo. Kama Blaise Compaoré aliingia na tamaa, akafanya hujuma za kumua Thomas Sankara. Thomas Sankara kafa, lakini ndani ya miaka minne maendeleo yaleta, wakaja walabata
wakashika nchi, watu wakaumia, wakateketeza. Sasa narudi katika swali lako la msingi, ina taswira gani katika masuala ya kidiplomasia? Kwanza, maendeleo yaliyokwisha kupatikana mpaka sasa. Serikali yetu tunajivunia. Hata mataifa yaliyokuwa yanatoa misaada ikiliwa na mchwa ambao walikuwa wanajificha aidha ndani ya Chama cha Mapinduzi au wakitumia NGOs, wameona thamani ya kutoa misaada ikienda sehemu husika. Hiyo ni mapongezi makubwa sana, mafanikio makubwa sana ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ukiangalia katika sekta ya uchumi, leo hii tunaangalia kuna ndege zipo zinaruka sasa hivi na kwenda Mumbai nchini India, tunakwenda South Africa na nchi za jirani, na bado Mwenyezi Mungu akijalia tutakwenda China, tutakwenda mataifa mengine makubwa. Hii hapa inaonyesha kwamba uchumi wetu unakuwa na tunaweza tukajisimamia wenyewe na miradi ikasonga mbele. Kwa ndugu waandishi wa habari, niwaeleze tu na nikukumbusha wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunapaswa kuilinda diplomasia ya Chama cha Mapinduzi na heshima iliyotupa katika mataifa na ulimwengu huu. Akifa mmoja sio kwamba familia itaendelea kuishi. Akifa mmoja si kwamba familia mtashindwa kuzaana, mtazaana na ukoo utakuwa. Kwa hiyo hawa ambao huenda ni majangili ndani ya Chama cha Mapinduzi, wenye maslahi binafsi, hata wakipotea hatuna hasara, kwa sababu kwenye ukweli utabaki kuwa ukweli, kwenye ukweli kutabaki kuwa ukweli, na nia ovu itabaki kuwa nia ovu. Naweza kutolea mfano tu, nimkumbushe mwanadiplomasia mkongwe, kauli yake wakati anaenda kutangaza nia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alisema hivi, anataka kuhakikisha kwamba Tanzania ikuwa Tanzania ya viwanda. Ilikuwa ni Mtama, katika makao makuu ya CCM wilaya, jimbo la Mtama. Alisema anataka Tanzania ya viwanda, lakini mwisho wa siku kilichotokea, huenda hii kashfa ambayo huenda ilibuliwa na ndugu Musiba, lakini si ndugu Musiba, sababu hata kwenye serikali ipo ushahidi wa kwamba serikali ya Libya iliandika barua ya kudai zile bilioni 46. Sasa kama mheshimiwa alikuwa na nia ya kutaka kuendeleza viwanda na hizo bilioni 46 ziliombwa kwa ajili ya kwenda kuendeleza viwanda kule kusini, lakini hakuna kiwanda kilichojengwa hata kimoja na pesa zijulikane zimeenda wapi. Sasa hii ni tafsiri ya kwamba kweli angeweza kutufikisha kwenye Tanzania ya viwanda, au naye angeungana na genge la mchwa kuendelea kuwa mchwa ndani yake. Ni hayo tu. Nakumbusha tena, tukumbuke diplomasia ya Chama cha Mapinduzi ina heshima kubwa sana katika Afrika, East Africa na ulimwengu wote kwa ujumla. Naomba tu ndugu wa Tanzania na vijana kwa ujumla, hasa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tusikubali kutumika na watu wasiokuwa na manufaa kwa wananchi wa Tanzania na watu wasiokuwa na maslahi mapana ya taifa hili, kwa sababu nchi hii haijalishwe Chadema, we ACT, haijalishwe chama gani, as long wewe ni Mtanzania utambue kwamba serikali iliyopo madarakani inaongozwa na Chama cha Mapinduzi inatakiwa kutekeleza maslahi ya Watanzania na si kutekeleza maslahi ya matumbo ya watu binafsi. Hao ni majangili tu, tuwakemee na tutaendelea kuwakemea, na moto huu hautaishia hapa. Tupo lazi kwa lolote, lakini hatutaki kukubali tukiona chama kikiingia mlama na kukiona nchi yetu ikiondoka katika mustakabali ule alioacha baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere.